Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Ijumaa ya kupendwa, tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya kwanza kabisa katika kipindi cha Nuru ya Dunia, ukiwa nami Adam Magonjwa. Studioni nipo naye mgeni ambaye kwamba tutakwenda kumtambulisha ili tuweza kudadavua na kuongea nuru ya dunia katika Uislamu kwa jumla. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Sheikh Adam. Vipi hali? Alhamdulillah, nashukuru. Karibu sana Talanta Mwanza Media. Asante. Na hiki ni kipindi cha Nuru ya Dunia. Leo ndio siku ya kwanza, lakini bila kupoteza wakati, ningependa watazamaji waweze kukufahamu, kukujua unatokea wapi na labda umepokeaje Nuru ya Dunia, kisha tuingie kwenye mada yetu ya siku ya leo. Naam, alhamdulillah, amma ba'd. Kwa majina naitwa Arshad Gakuria, ni mkazi wa hapa Kombani, ni mwalimu wa dini ya Kiislamu. Najitahidi na ni mujtahid katika shughuli mbalimbali za kidini, kupeana lecture za Kiislamu, kufundisha wanafunzi katika masomo mengine mbalimbali, lakini hasa nimezama katika kazi ya kuhifadhisha watoto Qur'ani kama inavyojulikana sana hapa Kombani. Naam, kama alivyoweza kujitambulisha mgeni wangu ni Arshad Gakuria kutoka sehemu za Kombani. Basi moja kwa moja tuweze kuingia katika mada yetu siku hii ya leo. Tuweze kumfahamisha mtazamaji kwanza, kwa sababu anaposikia Nuru ya Dunia, bila shaka Nuru ya Dunia imebeba mambo mingi zaidi, na kikubwa zaidi katika swala la mambo ya Kiuislamu ni mtu kujua Uislamu na kuufahamu na kuweza kujua unamfundisha nini yeye kama mwanadamu. Kwa hiyo naomba kwanza tuweze kuanza kwa kumfahamisha mtazamaji ni nini Uislamu, na yeye kama binadamu ama mja wa Allah, Uislamu unamfundisha nini? Mwanzo kabisa nataka tuweze kutafsiri kwanza Uislamu ni kitu gani, kwa sababu lazima tuweze kujuzana, tuweze kuambizana, tuweze kufahamishana. Tayari uko nje Sheikh Adam, watu wanaujua Uislamu kutegemea na muktadha tofauti. Kuna watu wakisikia Uislamu wanaona terrorists. Kuna watu wakisikia Uislamu wanaona watu wenye kupenda pengine fujo, vita, rabsha mbalimbali. Kuna watu wakisikia Uislamu, kila mmoja kuna vile ambavyo anapokea ile jina la Uislamu anapolisikia. Lakini mwanzo kabisa tukija katika tafsiri ya Uislamu ama tafsiri ya kuwa Muislamu, ni pale ambapo mtu atakuwa ameamua kwamba mimi nafanya mambo yangu ya kidunia, natekeleza amali zangu za kidunia, kama ni biashara, kama ni ibada, activities zote za kidunia, iwe tunazitekeleza katika mfumo ambao unaambatana na dini ya Kiislamu. Huo ndio Uislamu. Watu huko nje wanaoa, lakini Waislamu wako na njia yao ya kuoa. Watu huko nje wakifa wanazikwa, lakini Waislamu wako na njia yao ya kuzika. Na activities zingine zote, watu wanafanya mabiashara huko nje, watu wanajitahidi katika activities mbalimbali, lakini Waislamu wako na njia zao za kutekeleza hizo activities zote ambazo tumeweza kuzitaja. Kwa hivyo Uislamu tuseme ni kutekeleza activities ama mambo katika jamii katika mfumo ambao unaambatana na dini ya Kiislamu. Naweza kutafsiri Uislamu kwamba ndo huo Sheikh Adam. Huu Uislamu unamfundisha nini mwanadamu hasa, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo kwamba kama mwanadamu anafaa kuvifahamu kupitia Uislamu. Labda tunaweza vigusia vitu kadhaa ambavyo vinamfundisha huyu mwanadamu Uislamu, na pia kuna ile ya kuwa watu wanasema Uislamu ni dini ya amani. Hii amani inakujaje hapa katika Uislamu?
Naam, hilo Adam ni swali zuri sana. Purpose ya Uislamu mwanzo unakuja katika njia takriban nadhani 3 kama sijakosea. Kuna Uislamu ambao unakuja upande wa imani, na hapo sasa ndipo utakapoona kwamba tuna specialize na masala ya kiibada peke yake, masala ya kuswali, kufunga, kwenda hija na mengine mengi ambayo yanahusiana na masala ya kiibada. Huo ni upande wa imani. Alafu kuna masala ya Kiislamu ambayo yanakuja katika upande wa muamala. Muamala ni tukizungumza ni kama zile relationships, mambo na morality na masala kama hayo. Kwa hivyo tukija hapo tutaona kwamba Uislamu unachangia pakubwa sana katika masala kama hayo, kwa sababu Uislamu umetuwekea sheria za tuseme maisha yetu yote. Mtoto wako ukimzaa utamlea vipi, katika umri gani anafaa afanyweje, katika umri gani anafaa afanywe vipi. Huyo mtoto akifika umri wa kwamba anafaa kuoa, Uislamu umekuelekeza huyu mtoto utamwozesha vipi, kama ni wa kiume ama kama ni wa kike. Uislamu pia umeweza kuzungumzia relationship za ndani ya ndoa. Utaweza kuishi vipi wewe na mkeo ili ndoa zenu iweze kudumu. Uislamu pia umezungumzia kwa mfano mtu akifa mali yake iweze kugawanywa vipi ili isiweze kuleta fitna pale. Uislamu umezungumzia pia relationship baina ya Waislamu na walio katika dini zingine. Uislamu ukazungumzia kuhusu masala ya honesty katika biashara, masala ya uaminifu katika uongozi. Uislamu ukazungumzia pia masala ya kuweza kusamehe pale utakapokuwa umekwazwa. Kwa hivyo Uislamu umekuja katika njia ya kutuepusha sisi kama jamii kwa ujumla ama kama Waislamu kutokamana na masala ya ukosefu wa amani, kutokamana na masala yanayoleta vurugu katika jamii, mambo kutoelewana na masala kama hayo. Kwa hivyo Uislamu umechangia pakubwa katika sheria zake na katika mipango yake kuweza kuhamasisha amani katika jamii. Uislamu umekuja na solution za kuweza kuleta reconciliation baina ya watu waliokosana. Kwa mfano kama kuna aya moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kwa hivyo Uislamu tukisema kwamba tukizungumzia kuhusu masala ya imani, basi mimi nitasema kwamba Uislamu unachangia pakubwa. Tukiangalia historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa amepatia amani kipaumbele kabla ya mengine yote yaweze kufuata. Naam. Sasa hivi kama wazazi katika malezi ambayo kwamba wanakwenda kulea watoto wao katika mazingira ya Kiislamu, je, ni yapi ambayo kwamba wanaweza kuyaeka kipaumbele zaidi ili kuweza kuwakuza wale watoto wao waweze kuenuka katika maadili ya Kiislamu? Jambo la kwanza, watoto ni miongoni mwa amana ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuzungumzia pia kwenye Qur'an, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim ila akhir al-aya. Na saizi katika jamii hatuna budi kufuata Uislamu katika malezi ya watoto. Hatuna budi, kwa sababu Uislamu umetuwekea masharti ambayo ikiwa yale masharti yatafuatwa inavyostahili, basi chances za watoto wetu kupotoka kimaadili katika jamii zitakuwa ni ndogo sana. Jambo la kwanza, Uislamu umeweza kugawanya miaka katika marhala 3. Kuna marhala kutoka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7. Pale ni wakati ambapo mzazi anafaa kucheza na mtoto,
kumfanya awe karibu na yeye, kumtengeneza ile self esteem ya mtoto, kuweza kumkuza katika zile basic foundations za Kiislamu, kuwa na maneno mazuri, kujua zile dua mbalimbali, kujua anafaa kucheza na nani. Hayo ni mambo ambayo yanafaa kutokea katika mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7. Lakini Sheikh Adam, utaona kwamba mara nyingi unaweza ukapata mtoto anapelekwa madrasa tayari na miaka 8 na miaka 9, lakini zile foundational elements za Kiislamu hana adabu ya kula, hana adabu ya kuingia chooni, hana adabu ya kuzungumza. Wengine tayari katika umri huo, subhanallah, wameshazama kitambo katika matusi na miziki mbalimbali na masala kama hayo. Kwa hivyo lazima tuweze kufuatilia ile miaka ya kwanza, kutoka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 7 ni mwaka ambao mtoto anafaa alelewe katika malezi ya kwamba mzazi anamweka karibu, anacheza naye. Na unapata wakati mwingine pia katika umri kama huu ashapelekwa boarding. Unaona? Sasa anapelekwa kule katika umri ambao alikuwa hastahili kuwa kule. Bado ule ni umri ambao ni awe yuko nyumbani, aweze kupata mapenzi ya wazazi, kuweza kuwa na ile psychological fitness ya ule mtoto. Babake anamuona na mamake yule pale, na iwe hasa wazazi ndio wapo kipaumbele kuweza kuinstill adabu kwa ule mtoto. Akishafika miaka 7, kutegemea na dini ya Kiislamu, hapo ndipo mtoto anafaa kuingizwa katika masala tofauti ya ibada. Ndio maana Mtume akasema, muru auladakum bisalati ba'da tamami 7 sinina. Sasa hapo ndipo akili yake imeshaanza kufunction vizuri. Hapo ndipo anafundishwa kuswali, hapo ndipo anafundishwa ibada mbalimbali. Hapo ndipo sasa, kutegemea na umri wake, sasa wazazi wanafaa waangalie, kutegemea na huu umri wa kutoka miaka 8 mpaka miaka 14, mtoto anafaa kuwa anajua yapi, anafaa kuwa anafunzwa yapi. Hivi kama unaelewa Sheikh Adam? Na masala kama hayo. Utapata sasa huo ndio umri ambao sasa mtoto anaweza kutofautishiwa kwamba yeye ni mtoto wa kiume, anaingizwa katika kazi za kiumeume, shughuli za kiumeume, michezo ya kiumeume na masala kama hayo. Na kama mtoto ni wa kike, akishafika miaka 8 ndio hapo anafaa kuingizwa katika shughuli nazo za kike. Unaona jamii yetu leo, unaweza kupata mtoto wa kike miaka 8, miaka 9, michezo ambayo wanaingia katika, wanasema kama ni kukuza talanta zao, unapata pengine anaingia katika michezo ambayo sio ya kike, inakuwa michezo ya kiume, pia nao inakuwa kidogo ni mtihani. Sasa akishafika miaka 14, katika ile miaka 7 ya pili sasa, akianza miaka 15 mpaka miaka 21, hapo ndipo mtoto sasa anafaa kujuzwa yale masala muhimu ya adolescence yanaingilia pale. Masala ya peer pressure yanaingilia pale Sheikh Adam, masala ya mihadarati yanaingilia pale. Na hapo ndipo pahali pagumu sana katika maisha ya watoto katika jamii yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo katika miaka hiyo 15 mpaka 21, hiyo miaka 7 ya mwisho, wazazi wanafaa wajitahidi mtoto awe ashajua vile vitu muhimu katika dini. Utapata mtoto miaka hiyo 21, lakini hata masala ya usafi ni mtihani. Wengine miaka hiyo 21, masala ya ibada ni mtihani. Msichana hiyo miaka 21, masala ya kujistiri na kuingia katika stara ni mtihani. Kwa hivyo wazazi wanafaa kuwa makini sana na kufuatilia, kwa sababu the best thing that we can do in this life, mara nyingi Sheikh Adam, ni kuweza kuinvest katika watoto wetu na being there, kufuatilia maendeleo, kufuatilia ukuaji wake, kufuatilia tabia, kufuatilia kila kitu kuhusu mtoto. Ndio investment ambayo tunaizungumzia sana. Naam, before tuweze kwenda kupata tama la maji, basi kwanza tu labda niulize, ni kwa huyu mtoto kwamba tumeweza kumwongelelea kama kijana, tuseme ni kijana, ana nafasi gani katika kwenye jamii yake kulingana na mwongozo wa Kiislamu? Kijana Sheikh Adam ana nafasi kubwa sana katika jamii, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia vijana
Na katika suratul Kahf Mwenyezi Mungu amezungumzia kuhusu wale innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Katika suratul Luqman Mwenyezi Mungu amezungumza kuhusu nasaha aliyokuwa anapatiwa. Kwa hivyo vijana wako na nafasi kubwa katika jamii, kwa sababu yale mambo ambayo yanapelekwa leo, mambo ya viongozi, mambo ya uongozi, mambo ya uendeshaji wa familia, wale watu wazima ambao wameoa leo, hayo mambo yote yanayopelekwa leo ndio mambo ambayo yatakuja pelekwa na vijana kesho. Kwa hivyo hao vijana wako na nafasi kubwa sana katika jamii, nafasi kubwa sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kunasibisha ujana ni sawasawa na nusu ya uendawazimu, kwa sababu vitu vingi vinatokea pale. Tukija katika wanasayansi nao wanatuambia kwamba katika ile miaka 60 ambayo mtu average ya wengi wanaishi, kuna ule mwaka wa kwanza ambao ni athari ya kwanza 1/3 ya kwanza, kutoka mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 20. Sasa nasema ule ni mwaka ambao mtu anaweza akafanya makosa, ule ni mwaka ambao mtu anaweza akateleza, ule ndio mwaka wa kujifunza, huo ndio mwaka wa kujijenga, ndio mwaka wa kutafuta shike, mtu awe ana foundation zake za hapa na pale. Alafu kuanzia mwaka wa 20 mpaka mwaka wa 40, sasa chochote ambacho kinaendelea katika maisha ya huyu mtu ni chategemea na ile alifanya katika ile miaka 20 ya mwanzo. Kama ni kuoa pale, atakuwa pengine yategemea huku mwanzo aliishi vipi. Kama ni kupeleka biashara zake, yategemea huku mwanzo foundation ilikuwa vipi. Kwa hivyo vijana tuko na nafasi kubwa, na utapata kwamba saa hizi vitu vingi ambavyo vinaendelea katika jamii lazima vijana wapatikane kwa wingi ili viweze kwenda kisawasawa. Masala ya ibada, masala ya uchumi, masala ya kujituma, masala ya siasa na kila kitu. Na ndugu mpenzi mtazamaji, kwa sasa tutakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini tutakaporudi tutazidi kuongelea Uislamu. Lakini kama mgeni wetu alivyoweza kusema kuwa Uislamu umeongelelea biashara, Uislamu umeongelelea siasa, pindi tutakaporudi tutaweza kujua Uislamu ni wapi umeweza kuongelea biashara na ni kwa namna gani, lakini pia vile vile siasa ni kwa namna gani. Shukran, tupatane baadaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa ni awamu ya pili katika Ijumaa yako pendwa, kipindi Nuru ya Dunia, tuko naye mgeni wetu na tutaweza kuendelea na mada yetu katika swala zima la Uislamu. Na Sheikh Arshad, tumeweza kuongelea masuala mingi, lakini kunaye mtazamaji labda pale nje ambaye kwamba anajiuliza hii biashara katika Uislamu, labda biashara imeongelelewa vipi? Kuna wengi ambao labda wanahitaji kuendeleza biashara zao ama kuanzisha biashara yao, lakini ni Uislamu, na labda mtu anahofia masuala ya kuwa kuna riba pale ambapo kwamba inapatikana pale ndani. Lakini pia vile vile katika siasa imeingia vipi katika Uislamu? Naam, Sheikh Adam, maswali yote ambayo unayauliza Sheikh Adam bado hayaendani na umri wangu wala miaka yangu wala elimu yangu. Naam. Lakini kwa uchache wa elimu ambayo nitasema niko nao kuhusu hayo masala. Naam. Tukija katika angle ya dini ya Kiislamu tutaona kwamba kila kitu kina lengo, na mara nyingi malengo yanaweza yakatofautiana na ahwali za kihalisia. Tunapokuja katika suala la biashara, pale mwanzo nimeweza kuzungumza nikasema kwamba Uislamu unajaribu kutuguide tuweze kuwa salama, tuweze kuwa safe katika yale mambo yote ambayo sisi tunafanya kama Waislamu. Sasa tukija katika suala la biashara, zile biashara kando na Uislamu, tukiangalia tu biashara vile ilivyo, utaona kwamba purpose ya biashara ni kuweza kupata profit, ni kuweza kupata faida mbalimbali katika biashara ile.
niweza kuacquire, kuweza kugain, kuweza kupossess kitu. Hiyo inakuja katika malengo ya mtu kufanya biashara na kujiendeleza kimaisha na masuala kama hayo. Lakini sasa unapokuja katika dini, utaona kwamba katika hiyo process ya kuweza kupata na kufaidika na kuweza kupata faida katika masala ya kibiashara, huenda watu wakatumia njia nyingi. Wengine wakaiba, wengine wakapokonya, wengine wakadhulumu, wengine wakadanganya. Saizi Adam, huko nje kuna maconman kibao. Huko nje unaweza ukauziwa kitu ukadanganywa kwamba ni kitu fulani na bei yake, ukatoa pesa nyingi, lakini ukija unapata kumbe umedanganywa. Huko nje unapata watu saizi wanafanya lolote ili waweze kupata. Sasa katika hali kama hiyo, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea mipaka. Dini ya Kiislamu ikatuwekea mipaka. Wewe fanya biashara yote unataka kuifanya, lakini uhakikishe katika biashara hiyo haudhulumu mtu, hauli cha haramu, haupokonyi mtu, haudanganyi mtu. Unaelewa vizuri? Na ndio maana baadhi ya hata viongozi wa kidini wakatuambia, ukija katika Uislamu utapata the purpose of business is not to get that profit that you're looking for, lakini purpose ya biashara ni kule kupimwa na ukweli wako, kupimwa na honesty wako, kupimwa na uaminifu wako. Na ndio maana Mwenyezi Mungu katika suratul Mutaffifin akazungumzia wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Yani biashara kwa Muislamu ni ibada ya aina yake. Sio biashara tu kwamba utauza utakachojisikia, ama tu sio biashara ya kwamba utasema nitauza nitakapojisikia. Kuna biashara ambazo Muislamu atakiwi kuzifanya kwa mujibu wa dini yake. Ikiwa biashara itakuwa inahusu kumdhuru mtu, inahusu madhara katika jamii, biashara inahusiana na pengine kuuza mihadarati na masala kama hayo, ama biashara pengine waayadhu billahi, saizi Adam, ukizungumza kuhusu uwanja wa biashara kuna mengi ambayo hata hayasemeki. Sasa Uislamu na biashara umekuja kutulinda kwamba mtu aweze kujiingiza katika business activity ambayo itaweza kumbenefit, lakini iwe ataweza kuchunga mipaka yake kwa mujibu wa dini inavyosema. Kwa hivyo kabla hujafanya biashara, ndugu yangu, jaribu kuangalia dini yako na biashara unataka kufanya. Je, zinaingiliana wapi na wapi? Zinahusiana vipi na vipi? Kuna biashara ambazo zitakulazimu wewe uingie katika mikopo ya riba, unaangalia. Kuna biashara ambazo zitakulazimu wewe pengine ufanye marketing katika njia ambayo sio, na masala kama hayo. Hii siasa, na hasa tukiangalia sasa hivi tunaelekea kwenye ulingo wa siasa. Hatuongelei siasa, lakini je, siasa katika Uislamu ipo ama imeruhusiwa, au Qur'ani inatuambiaje kuhusiana na swala la siasa? Na katika suala la siasa, Sheikh Adam, hilo ni suala ambalo ni zito, ni suala ambalo ni pana sana, na ni suala ambalo linahitaji umakini wa hali ya juu katika kulizungumza. Lakini mimi katika uchache wa elimu yangu naweza kusema kwamba kutafuta viongozi ama kumtafuta kiongozi kwa ajili ya maendeleo unaruhusiwa katika Uislamu. Sitaki kusema kwamba jina fulani pengine la politics peke yake, ama jina fulani ama la siasa, lakini kutafuta kiongozi ambaye atajali maslahi yako. Tafuta kiongozi ambaye unajua kwamba huyu ndio atakayeleta maendeleo katika jamii. Katika dini ya Kiislamu inaruhusiwa. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki ilibidi kutafutwe khalifa ambaye angeweza kuendeleza dini pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachia. Na hasa tukija katika nchi yetu ya Kenya, utapata kwamba sisi tuna system yetu ya government ni system ya democracy. Bimaana kwamba sisi tunachagua kiongozi kwa ajili yetu sisi. Yani wanasema government of the people, for the people, by the people.
Yaani watu wenyewe waamue, wachague kiongozi wao ambao watamridhia huyo kiongozi aweze kuangalia maslahi ya wale watu. Sasa ukija katika foundational element ya democracy, utapata Uislamu unakubali uwe na kiongozi ambaye wewe utamridhia. Lakini sasa pengine Uislamu utakuwa unakataza baadhi ya vitu ambavyo hutokea katika hiyo process. Kitu kinaweza kuwa ni kizuri, lakini sisi wanadamu tabia yetu ni kuharibu kila kitu ambacho kwamba ni kizuri. System imekuja nzuri kwamba watu wasichaguliwe kiongozi, wachague wenyewe kiongozi wanaomtaka, ndio democracy. Lakini katika hiyo hali ya democracy, wewe kama unagombania cheo, Sheikh Adam, uko na ruhusa ya kusimama convince watu unavyojisikia, uuza sera zako unavyojisikia, mpaka watu wakuone kwamba wewe utakuwa ndio kiongozi bora katika maslahi yao. Lakini sasa pale ambapo wewe utasimama umtukane mwingine, hapo ndio Uislamu umekukataza. Pale ambapo wewe utasimama umfanyie mwingine kejeli, umsimange mwingine, hapo ndio Uislamu umekukataza. Kwa hivyo suala la kuchagua viongozi, sitaki niseme siasa na dini, naweza nikasema to the best of my knowledge sijui kama ziko na link yoyote, lakini kuchagua kiongozi ambaye atakufaa katika maslahi yako, dini inakubaliana nao moja kwa moja. Kwa hivyo ni sisi katika masala ya uchaguzi wetu tuangalie dini yetu inatuwekea mipaka wapi. Unaona kama suala la kucheza mpira, hilo ni suala ambalo halina makosa katika dini, lakini pale ambapo utaona wachezaji pengine wanacheza mpaka mida ya ibada inawapita, hapo ndipo wameingia katika makosa. Ama ukapata watu wanacheza alafu wanaingia katika ushirikina, hapo ndo wanaingiza makosa katika lile jambo. Lakini jambo lenyewe halina makosa. Kwa hivyo sisi kama vijana tukija katika suala la uchaguzi, mwanzo kama wataka kiongozi unayemtaka wewe ambaye pengine atajali maslahi yako, pengine atakuwa ni Muislamu, unasema nikipata kiongozi Muislamu pengine kutakuwa na masala kadha na kadha taangaziwa, ni wewe uingie uparticipate katika uchaguzi, katika njia utakayoingia nayo. Unaweza ukaingia katika njia ya pengine ukawa wewe ni mtu wa IT, pengine ukawa wewe ni mtu wa kufanya campaign, pengine ukawa nini, lakini pia ujue kwamba dini imekukataza kuweza kudhuriana katika masala ya uchaguzi, kuweza kuleta vurugu. Ina maana Uislamu umebeba kila kitu. Kila kitu kipo katika Uislamu, Adamu. Naam, shukran. Shukran sana ndugu mpenzi mtazamaji kuweza kuwa nasi hadi kufikia sasa. Endapo kuna swali lolote ambalo kwamba labda ungependa kuweza kuliuliza, basi tunakuomba uweze kudondosha comment yako, na kwenye kipindi kijacho tutakuwa tunaweza kujibu swali lile ambalo kwamba utakuwa umeweza kuuliza. Kumbuka, hii ni Talanta Mwanza Media, na hapa ndio mwisho wa kipindi chetu, ambapo ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Shukran, ni Adam Juma.